Watu wanaposema siku hizi wanaume wa maana, hakuna. Wanaume wa maana wapoje, Dr. Eva? Kwanza usemi huo ndio umekosewa. Kwa sababu ukisema mwanaume wa maana hakuna, inabidi kuelewa maana ya mwanaume. Mwanaume, jina hilo limetokea wapi? Kwa sababu kumpata mtu ni nishati tu, hakuna jinsia. Ukisema mwanaume kuna jinsia. Mwanaume, mwanamke ni jinsia. Kinachomfanya huyo aitwe mwanaume ni jinsia tofauti na yeye. Uwezo ukasema mwanaume usiposema mwanamke. Ukisema mwanamke unamuita mwanamke kwa sababu kuna mwanaume. Ukisema mema unatambua mema kwa sababu kuna mabaya. Ndio maana yake. Maana yake uwezo ukasema huyu ni mwema, unajuaje mwema? Kwa sababu unatambua mabaya. Unatambua tofauti. Ili useme huyu ni mwanaume, umetambua tofauti kwa yupi? Kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ndiye anayeleta maana kwa mwanaume na mwanaume ndiye anayeleta maana kwa mwanamke. Ni vice versa, kama Jose alivyosema. Yeye alisema kwa sababu ni kama dada alivyosema hapa, quid pro quo, nipe nikupe ile. Lakini kiukweli mwanaume wa maana hayupo kwa sababu mwanamke wa maana hayupo. Kama mwanamke wa maana hayupo, mwanaume wa maana hayupo. Ikiwa mwanaume wa maana hayupo, mwanamke wa maana hayupo. Ni vice versa. Anayeleta maana kwa mwingine ni mwingine, ni tofauti yake. Maana ya mtu ikipungua, ina maana vigezo ama sifa zinazomtukuza zinakuwa pungufu. Sifa zinazomtukuza mtu zikiwa pungufu, inabidi uangalie upande upi unampa sifa. Mwanamke akiwa na sifa pungufu, mwanaume ndio amempunguza sifa. Na mwanaume akiwa na sifa pungufu, mwanamke amempunguza sifa. Kwani mmoja analeta maana kwa mwingine. Mwanaume wa maana hayupo, ina maana mwanamke wa maana hayupo. Kwa kumfanya mwanaume awe wa maana, ndiye anayemfanya awe na maana. Sio mwanaume yeye ndo anaanza kuwa wa maana alafu mwanamke anafuata, kwa sababu tunaamini katika maisha mwanaume ndio kichwa. Mwanaume ndio anayemfuata mwanamke kumuomba, kumuoa, kuweza kuishi naye. Kwa hiyo anapotanguliza maana na mke naye anafuata kile ambacho. Na tena kwa kitengo cha maana, anayempa mwingine maana haswa ni mwanamke. Mwanaume anaomba mahusiano, anayeanzisha mahusiano ni mwanamke. Mwanaume anakutongoza kama ombi. Wewe ukikataa, mahusiano hakuna. Ukikubali, mahusiano yanaanza. Ndio maana mahusiano ni neno jike. Neno relation ni neno jike. Kwa hiyo kama mahusiano yanadumu, mwanamke anayadumisha. Kama hayatadumu, mwanamke hajayadumisha. Mwanaume hana uwezo wa kudumisha mahusiano. Ndio maana utakuta leo nenda rudi wenye makasoro nyingi kwenye mahusiano ni wanaume, sio wanawake. Sio kwamba wanawake hawana kasoro, lakini wenye mapungufu ambao wanaweza kufanya mahusiano yafe, yaharibike. Kwa asilimia kubwa ni wanaume ndio wanaoleta mapungufu hayo. Manake anayeweza kumudu na kusababisha na kumudu mahusiano ni mwanamke. As a matter of fact, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Qur'an, Biblia, Talmud, mwanamke alipoingia dunia hii ndio mwanaume alirelate, ndio alipata mahusiano wa kuhusiana naye. Ina maana sababu ya kuhusika kwa mtu ni mwanamke. Ndio maana mwanamke ndio anaweza kumfanya mwanaume kuwa responsible, au anawajibika au la. Sasa uwajibikaji wenyewe pia una engo tofauti. Tangu zamani, kwa mujibu wa swali lilivyoulizwa hapa, kwa sababu alikufikiriwa kifalsafa, lilifikiriwa kwa hasira, kwa chuki, kwa kero, lakini falsafa haimo ndani, haipo ndani. Wanaume wa maana hawapo. Manake maana ya mwanaume iliyojulikana ilikuwa ni provider. Na kwa ujinga wetu wengi walileta maana hiyo kosa.
Mwanaume ni mpanzi. Maana ya mwanaume ni mpanzi, anachochangia haswa naturally. Kuna culture, kuna nature, ni tofauti. Culture yako isipokuwa nurtured na nature, yani tamaduni isipolishwa na uhalisi, tamaduni hiyo itaua, itapotosha. Mfumo wetu wa kuishi dunia hii ni tamaduni, ni culture. Sasa hiyo culture tulikuwa tunazidi kwenda mbali na nature. Mwanaume ana mbegu, mwanamke ni ardhi. Uwezekano wa vizazi kuendelea ni kwa mwanaume na mwanamke, lakini anayeweza kuendesha hiyo, kusababisha hiyo, ni mwanamke kama ardhi. Mbegu mwanaume, mwanamke ardhi. Kwa pamoja tutasoma miti, uzao, maendeleo, mafanikio. Hiyo nature. Culture ilipokuja, wajibu wa mpanzi ni kumwagilia. Wajibu wake mwanaume. Ndio maana mwanamke anapenda kuwa kubembelezwa, kuwa caressed, kuwa cajoled, kuambiwa mambo mazuri ya kimaaba, mapenzi na kadhalika. Mwanamke anafurahia hayo kwa sababu ni kama anamwagiliwa. Lakini ardhi ndio inao define mwitikio kama mambo yataoteshwa au la. New nature. Sasa hapa tumetoa mfano kidogo kwa culture. Wanaposema watu mwanaume wa maana hayupo tena, mara nyingi wanamaanisha mwanaume anayetekea na mwanamke, kumpa mali, kumpa vitu, kumfanya mwanamke awe na gari, awe na majumba, amjengee kwao, afanye hiki na kile. Watu wanalenga upande huo. Ni kweli, ni sawa, ni kweli, ni hapo. Ni sawa, lakini pia watu wanasema hivyo kutokana na vijana wengi sasa hivi wanakwenda kujihusisha mahusiano na wanawake wakubwa ambao wanajua wanaweza kawapa chochote. Na ndio yani umeelewa, kulelewa. Na ndio maana nani hiyo kauli inakuja kwamba wanaume wa maana hakuna. Kwa sababu ya vijana wengi sasa hivi wanategemea wapate mwanamke ambaye anaweza kumfanyia hivyo vyote ambavyo umevisema, vya kumpa gari, vya kumpa nyumba. Kama ulivyosema vice versa. Anaye define mahusiano kuwepo au la ni mwanamke. Au wanawake wenye kipato wao ndio wanakubali au wavulana wadogo ambao wasogelee, hawaweki hata pesa pale. Tamaa ya mwili. Samani ya mtu sio kwa vitu vyake, bali kwa utu wake. Mwenye kuwa na thamani kwa sababu ya vitu vyake ana thamani, unyama bado utamtawala. Kuwa na vitu na kutegemea vitu ni kupata kujipa hadhi ya tegemezi, ya tegemeo. Maana kama unategemea vitu unakuwa na hadhi ya kitu, kumbe inabidi uwe na utu. Mahusiano, mwanamke ambaye yeye mwenyewe amemkubali huyo mvulana mdogo ambaye ana kipato, anakaa naye, hata tamka hivyo kama alizamiria. Wanaosema hivyo ni wale ambao wanatazama kwa mbali. Haiwahusu. Ni umbea. Kwa hiyo ni jambo ambalo alimuhusu. Ili uongelee jambo na uweze kufikia angalau kufikia maamuzi au taswira thabiti kuhusu jambo hilo, maazimio stahiki, inabidi usike. Kama mwanamke anampenda huyo mwanaume na ana kipato, haimuumizi. Na kama huyo mwanaume ana behave, ana tabia sawa, wanadamu wengine wanaweza katafsiri kwamba wanaotazama kwamba anamfuata kwa sababu ya mali, kumbe wanapendana. Anayepaswa kusema hivyo ni huyo mwanamke, kwamba huyo mwanaume ananifuata kwa sababu nina mali. Na akitamka hivyo, mpumbavu ni yeye aliyemkubali huyo aliyemfuata kwa sababu ana mali. Sio kwa sababu ya mapenzi. Manake anayeleta maana ni muhusika ambaye ni mwanamke. Ndio. Mwanamke ndiye muamuzi. Huyo mwanaume ambaki hajamteka, lakini amemkubalia yeye. Watu wengi wako desperate katika dunia ya leo kwa sababu ya ushindani ulioendelea muda mrefu. Mungu alipotuumba mwanaume kwa mwanamke, tuna utofauti, ndio ubora wetu. Wakisema haki sawa, sio kuwa sawa. Tunatofautiana tu.
kila mmoja na wito na wajibu wake. Mwanamume hazai, manake kuna tofauti kati ya viumbe hao. Sasa kuna ushindani ulioendelea miaka hii ya nyuma, kama miaka 10 na kwamba wote tuko sawa. Kumbe ni haki sawa, lakini sio kwamba tuko sawa. Haki ndo sawa. Haki kuwa sawa sio mbaya, lakini kuwa sawa hapana. Ushindani huo umeangusha watu kwani kitamaduni watu walikuwa wameisha shikilia ya kwamba mwanamke inabidi mwanaume ndio atake care naye. Hata kimaandiko matakatifu sisi tunaamini Mungu pia. Mimi ni mwanafalsafa nayeamini kwamba Mungu yupo. Ukisoma Qur'an, Biblia, utaona Mwenyezi Mungu alipomlaani mwanamke ndio alimwambia hadia zako zitamgeukia mwanaume. Ilikuwa laana. Mitume wamekuja, wakina nabii, wakina Bwana Yesu walikuja ili kuondoa laana hizo. Ina maana watu wote ambao wamwamini Mungu haswa, mwanamke hawezi kumtegemea mwanaume 100%. Kama laana imeondoka, inabidi mwanaume amtegemee kama ilivyokuwa awali. Kiukweli anayeweza kumtegemea mwenzake ipasavyo ni mwanaume. Anayeweza kutegemewa ipasavyo ni mwanamke katika mahusiano. Why? Mtoto, vizazi kuendelezwa, yeye ndio analeta maana kwa hali yake. Viumbe vyote tulioko dunia sasa hivi tumetoka tumboni mwa mama. Ndio maana mimi nini hivi na waheshimu mno. Uwe na umri mdogo mkubwa, mwanamke kwangu ni wa hadhi mkubwa, kwa sababu ni mama tu. Nao fikiria mtu aliyebeba mtoto tumboni mwake miezi 9, hali yake inaweza kumwathiri uzao wake kwa 1% ngapi? Na vizazi vitakavyoendelea, mwanamke ana ndiye anayeshikilia, ndiye ardhi. Akiwa tambarare, watu tunatembea tambarare. Mwanamke akiinuka ni mlima, ukiwa unateremka ni mteremko. Wewe ndio una define hata mwanaume anaenda vipi. Leo hii zana hiyo ya kufikiri kwamba mwanaume ni provider, yeye ndio inabidi ya provide, ndio ilifanya mwanamke akae nyumbani asifanye kazi, asiende shule. Sasa hivi mwanamke anakwenda shule, anafanya kazi na ana mshahara. Wengine ana mshahara zaidi ya mume wake. Je, inafuta mkao? Zana ya tamaduni ndio inaweza kaangusha. Mwanaume analisha nyumba kila leo, haandiki wala ongei. Anapeleka watoto shule, haandiki wala ongei. Lakini mwanamke akilipa ada mwaka mmoja anaandika. Inakuwa historia. Anaweza kadithia kwa wenzake, kisa anadhani yeye hapaswi kufanya hivyo. Kumbe mkiwa katika familia ni kundi moja. Ni sawa na timu ya mpira. Mkiwa mnacheza mpira, kila mmoja na role yake. Lakini hata defender anaweza kaingiza goal. Ni ya timu yenu. Sawa sawa. Gea, mada imetugeukia. Mimi kuna muda nilikuwa nataka kucheka, nilikuwa na mada imetugeukia kwamba lakini nimekuelewa, japo maswali yanakuja, nimekuelewa. Anayeleta ombi la mahusiano ni mwanaume. Mwanamke ndio anayepokea mahusiano, ndio anayeanzisha mahusiano. Ina maana kama mwanaume kaleta ombi, mwanamke akakataa, hakuna hayo mahusiano. Kwa hiyo atakayebeba yale mahusiano yakadumu na kuendelea ni yule aliyekubali ombi mwanamke ndo kuanzisha mahusiano. Hiyo maana yake Dr. Eli, katika ndoa tulizo nazo, ukiona ndoa imefika mwisho ni mwanamke ndo amefeli kabisa. Haijalishi mwanaume alikuwa na kosa gani. Mwanaume sio kosa, tuweke kando. Ndoa kama nilivyosema hapa, unajua mtu kishafikia tamati, utasema tu haiwezekani. Utasoma kwenye comment zenu unasema haiwezekani, wanaume wakatili, haiwezekani. Mwanamke ni ardhi. Wewe ndio na define mwanaume anatembea vipi juu ya ardhi yako. Ukikaa tambarare atakaa tambarare, ukiinuka atainuka, itakuwa mlima. Ukishuka yeye atakuwa anateremka. Wewe ni ardhi, una define mwanaume anatembea juu ya ardhi hiyo vipi. Tatizo, kulikuwa na masemina, kitchen party, vitu vingi vya kumwambia mwanamke namna ya kumhudumia mwanaume, badala ya kumwelekeza namna ya kuwa ili aheshimike. Namna ya kuwa. Kwa sababu katika mahusiano mnahudumiana. Ndoa ni ya mwanamke, familia
inawakilishwa na mwanaume. Familia ikifeli, mwanaume amefeli. Ndoa ikifeli, mwanamke amefeli. No. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.